kuliko maovu, na ninajikagua. Sidhani Mungu ndo anayejua zaidi. Labda wanaotizama wanaweza kujua, make unaweza kaambia mtu anaringa, you never know, siwezi jua zaidi, lakini najitahidi kuepuka vyanzo vya vurugu na mambo ambayo yasiyofaa na yasiyogusa sheria mtu. Ndio maana simzungumzii mtu moja kwa moja, kwa maana kumtaja jina lake, wasifu wake na nini, kwa kusema anaweza akatumika, kwa sababu watu wanatafuta Msigwa atakwama wapi, atajikwaa wapi tumpate, kwa sababu wao wamefeli, wameshindwa. Ugonjwa wa HIV una zaidi ya miaka 30 40 sasa unakwenda. Mtu bado anajiita I'm doctor. Wewe una kichaa. Watu wanaendelea kupoteza maisha, watu wanaendelea kukosa matumaini. Wewe bado unajiita profesa. Alafu badala kuombea dua na kuwapongeza wanaoshinda, wewe unatafutia majungu na fitina. Mambo ya ajabu haya, lakini watafedheka, watashindwa. Na sishtumu au kubeza, ni moja ya mfumo wangu wa mazungumzo. Lazima niguse huku, niguse huku, niguse huku. Kama leo kwenye taifa fulani, sintoweza kulitaja jina, kwenye majira ya saa 8 nikamuuliza mwenyeji wangu, bwana huyu anakula nini? Akanambia nitakwambia. Tulivyotoka mwenyeji yule akanambia anakula maharage na mkate. Saa 8 bila chai. Tafsiri yake, kipato chake hakiruhusu kula chakula bora cha kujenga mwili wake, hakiruhusu. Kile kidogo alichopata kwa wakati ule ndio anakwenda kutuliza pressure ya njaa. Mkate, maharagi saa 8 yanajenga nini katika mwili wa mwanadamu? Yanaongeza aina gani ya protini katika mwili wa mwanadamu? Bakuli zile zinauzwa, kama sisi tunaopita Dar es Salaam jioni, kuna dada zetu wanauza vipande vya kisahani hivi, kinakuwa na matunda. Kipande kile kinaongeza nini? Lakini anapambana, anakula kile, anakunywa na maji, anahangaika kutafuta riziki. Ni kwa sababu mifumo ya wanasiasa sio rafiki. Hawakutengeneza mifumo bora. Kwa kuwa ni taifa fulani, sikupenda kulitaja taifa hilo nisije nikaonekana nimekwenda kufanya ujasusi wa kuchunguza maisha ya raia wa taifa fulani, lakini inaonesha kabisa Afrika uhuru wa kiakili haujakamilika. Na naona watu wanapopiga kelele, lakini kazi iliyobaki sasa ni kudhihirisha tu kweli. Na mimi nimewambia, jamani, mnaonitumia vipimo, mnaopata mawazo kutoka kwa T.R. Msigwa, msisemi sauti zenu, msioneshe sura zenu, kwa sababu wenyewe wameshatunga sheria mtu kupima sio kosa tena. Kwa hiyo pima, unitumie kipimo. Kikiwa hakina sura, hatutolaumiwa, tunatoa aibu ya mgonjwa. Tunaonesha mafanikio ya tafiti zetu. Kwa hiyo tutakuwa hawana pa kutugusa. Na T.R. Msigwa sinywi pombe, sivuti sigara, sina maskani ambao utanikuta labda unibambikie kitu. Sina maskani kwangu, ni msikitini kwangu. Na msikitini sina cheo chochote, na ninakimbia cheo chochote. Mimi ni muumini kama waumini wengine. Na marafiki zangu ni viongozi wale wa dini, kiasi kwamba sidhani kama kuna mushkeli yote hata kama wakitumika. Sina sehemu eti nitakwenda kwa mwanamke labda utasema Msigwa nyumba yake ndogo ni hii. Hakuna na ito kuwepo. Mimi ni ofisini kwangu, na bahati nzuri kila ninapokaa kuna kachumba kadogo ka ofisi, ili mradi kuwe kuna neti tu, internet basi. Na hata kuchangia kwenye group nayo mwikifika mwezi wa pili tarehe 1 nafunga, kutakuwa hakupo. Kwa hiyo kuna kazi ngumu sana ya kumpata T.R. Msigwa. Si rahisi hivyo watu wanavyodhani. Kuna kazi kidogo, utachukua kazi kubwa sana, lakini naamini siku moja nilikuwa natoka Mbingu na kwenda Ifakara. Unajua mvua ikipiga kipindi hicho, huwezi kuamini ni barabara au ni mashamba. Na kagari kangu mimi kadogo Kanadia. Watu wakasema T.R. Msigwa utakwama. Nikamwambia haiwezekani mimi kukwama. Kwa nini bwana? Nikamwambia kwa sababu
Mungu si binadamu, wala si mdamba, wala si mgunya, wala si mzaramu. Mungu ni Mungu. Nikwambia watu tuliwasaidia, hata watoto wadogo wakiona gari wanashangilia kwa furaha. Kwa nini nikwambie? Na saa 11 nikawa Ifakara, marori ya ndizi, marori ya mpunga, matrekta yamekwama, lakini mimi nilipita paka Ifakara. Sikukwama kwa sababu ninafanya mema zaidi kuliko maovu, na ninajikagua sidhani, lakini inaonesha kabisa Afrika uhuru wa kiakili haujakamilika. Afrika tunatakiwa kujiuliza tumekwama wapi. Nini tufanye Afrika iweze kusimama, kwa maana ya kuweza kujitegemea chakula bora, tuweze kuwapa raia wetu chakula bora, mtu aweze kuondoa mawazo ya kutopata chakula bora. Akiweza hapa, tukiweza hapa, tunaweza kutengeneza mifumo bora, tunaweza kufanya kila kitu bora, kwa sababu tutapata muda wa kutafakari kwa kina, kwa sababu hatuna pressure za njaa. Choyo, fitina zitaondoka kwa sababu kichwa kina utulivu, kwa sababu unakula kwa wakati na chakula bora kinachofanya mwili wako uendelee kuimarika vizuri, kwa sababu chakula, mwanadamu ni mmea. Ukisoma historia ya mwanadamu ni mmea. Mwanadamu anatakiwa ale chakula bora kitaufanya mwili wake uendelee kuwa vizuri. Anapokosa chakula bora, tafsiri yake ndio huo ukimwi anaopata. Ukimwi ni utapiamlo. Tafiti ya T.R. Msigwa, na ninamaliza maneno yangu machache katika siku ya leo. Nimepata fursa takriban saa 3 sasa ya usiku, nimepata fursa ya kuzungumza haya. Niseme maneno matatu. Charmin T ambayo inamilikiwa na mtu mwingine, 4A9 ambayo inamilikiwa na T.R. Msigwa, 4A5 inamilikiwa na T.R. Msigwa. Kwa utatu huu, na tunakuja kuzalisha unga ili kuondolea zihaka na wale watu ambao wanakunywa dawa ya 4A9, usio lazima unywe kwenye uji. Virus wataondoka kwenye damu. Kama umesoma, kama profesa, njoo ujenge hoja au lete tafiti yako juu ya hii kauli. Utaratibu huu unakuja kuondoa mstari wa positive. Ulikuwa positive unakuja negative kwenye urine gold na vipimo ambavyo vinakuja sasa. Kazi yangu nitakuwa natupa ushuhuda huo kwenye Facebook yangu, Instagram yangu, YouTube yangu. Sina haja ya kuingia kwenye magroup, kwenye mitandao yote. Na kesho nafikiri nitamwagiza kijana wangu Tanzania aweze kuandaa. Hatuna haja ya kubishana na mtu na tukufanya tafiti kwa sababu fulani ajue tumefanya tafiti ya kisasa. Hayo ni mawazo yake na mtazamo wake. T.R. Msigwa, nimetengeneza barabara yangu. Niko tayari kuulizwa wakati wowote, saa yoyote. Na wewe unatumia mamlaka yako bila kutumia busara yako na akili yako na kuruhusu, njoo ujenge hoja na challenge. Na nafahamu kuna watu bado hawajapona, lakini nilikuwa sitengenezi rekodi nzuri kwa baadhi ya watu. Kwa baadhi ya watu nilitengeneza rekodi yao nzuri kabisa. Lakini sasa watu wote wataingia kwenye system ambayo nilikuwa nasubiri mwezi wa pili ufike, na namuomba Mwenyezi Mungu anijalie afya njema na niweze kufika mwezi wa pili. Nitakapofika mwezi wa pili, naamini nitakuwa katika jiji la Dar es Salaam. Nitaanza kutengeneza mfumo huo, na sasa hapo tutakuwa tunazungumza kila baada ya miezi 6, lakini tukilenga Afrika, sio Tanzania. Tunailenga Afrika kwa maana ya kutafuta soko sasa la Afrika na nje ya Afrika. Kuna utaratibu wa kuzungumza. So huu ambao ninazungumza, nina maana yangu maalum
Usijidanganye si T.R. Msigwa ajue anapokwenda, unajidanganya ndugu yangu. T.R. Msigwa yuko tamamu, wanavyosema Waarabu, yuko tamamu kulikweli. Anajua kila hatua anaokanyaga na dhamira na makusudio. Kwa hiyo usijidanganyi. Wengine wanafikiri labda nitaenda kuomba msaada kwenye makampuni, nitaenda kuomba nini, nitashirikisha watu, nitakwenda hospitali. Sina pressure wala haraka. Mufti aliniambia neno moja muhimu sana, mwanangu, wakati utafika, hali itasema. Kwa hiyo wakati umefika, naanza kuonesha hali na natafutwa kila kukicha. Siko katika milango ya Tanzania, lakini napata ujumbe zaidi ya watu 10-20 kwa siku. Nikiwa Dar es Salaam kwetu Tanzania, zaidi ya watu 100 kwa siku. Ndio siku nimepata simu ndogo, paka nakataa sasa kupokea simu, kutokana na watu wanavyojenga imani na wanavyoonesha namna gani wanapata dhiki katika madawa wanaokunywa. Wanaona T.R. Msigwa, tusaidie tupate ufumbuzi. Nimshukuru Mwenyezi Mungu kwa kunijalia afya njema. Niwapongeze wote wanaonisaidia katika harakati hizi, lakini ni kwa pekee kabisa nimshukuru mtoto wa Kizaramu kwa jitihada kubwa anazofanya, kwa kipongeza kwa kweli. Na mimi kujipongeza si nitakuwa kwanza. Ukisoma kisa cha Suleiman bin Daudi, Suleiman alijipongeza kwa yeye na baba yake wamejaliwa ilmu. Ni kujisifu kwa kujipongeza, si kwa dhamira mbaya. Leo masaa machache nimetumiwa kipimo ambacho kinaonesha, kipimo ambacho kinaaminika katika hospitali fulani kubwa katika jiji letu la Dar es Salaam. Kipimo kile kinasema negative. Na huyu mzee alikuja kwangu na miaka 70, kuja kwangu akiwa hali yake mbaya sana. Na mimi na bahati ya watu na miaka 70 kupona ndani ya mwezi. Nitarusha kipimo chake kesho. Naamini kwa uwezo wa Mungu, kama nilivyosema, nimeshashinda. Kilichobaki ni kudhihirisha ushindi nilokuwa nao. Anasema mpiga muziki wa DRC Congo, anasema kama ukunywa utakoga. Kama si baba yako, mama yako, shangazi yako, basi wewe utatumia tu dawa ya 4A5 Charmin T. Na nitasema, nina mengi ya kusema, nitasema wakati ukifika. Lakini sasa utaratibu rasmi unaanza mwezi wa pili. Nilikuwa nasubiri kujiridhisha kwa kiasi cha kutosha. Kwa hapa nilipofikia, hata uniamshe saa 8 usiku, saa 9 alfajiri, bado sintokuwa na kigugumizi cha kutosema ukiwa positive hauwezi kuwa negative. Ninafahamu baadhi ya Waafrika, baadhi ya madaktari, kwao lugha hii ina ukakasi fulani. Lakini tutaendelea kusema, ikiwa na ukakasi, ikiwa na ndimu, shauri yao. Ukweli utabaki kuwa ukweli, uongo utabaki kuwa uongo. Na bahati nzuri, mgonjwa anapima mara ya kwanza, yani kabla hajala dawa, anapima mara ya pili, paka mwisho kipimo kinasema negative. Sasa T.R. Msigwa hapo sijui ni ujanja gani kafanya, kwa sababu hakupima yeye anarusha video ambayo imerekodiwa na mgonjwa, nikatumiwa mimi nami nikarusha. Nilichokiona sasa, kuanzia mwezi wa pili nishawaambia wagonjwa wangu na marafiki zangu, lazima tuwe na file system. Nikarusha. Nilichokiona sasa, kuanzia mwezi wa pili nishawaambia wagonjwa wangu na marafiki zangu, lazima tuwe na file system. Tayari nimeshaiandaa form, iko tayari, na jina la ofisi ya 4A9 liko tayari. Sitaki kuzungumza hayo mambo, sio kila jambo linawekwa wazi. Lakini kuanzia mwezi wa pili, na Mungu akitupa uhai kufika mwezi huo na masiku machache sasa, utaratibu utakuwa mpya. Tuone watavofedheheka wale madaktari na maprofesa ambao waliofanya tafiti wakafeli na wanataka na wenzao wafeli.
ili bado waonekane wao ni wasomi wakati hawana cha maana walichofanya. Leo nilitembelewa na rafiki yangu wa kike, si kwa maana mbaya, kwa kirafiki watu tunatafsiri tofauti, kutoka katika falme za Kiarabu, Dubai pale. Katika mazungumzo yetu baina ya mimi na yeye, alikuja kunijulia hali. Katika mazungumzo yetu tukaingia katika swala la corona. Katika swala la corona, tokea zamani liingia ugonjwa sikutaka kuzungumza na sintoendelea kuzungumza, lakini kuna nukta mbili muhimu nilipenda kuzizungumza baada ya mazungumzo yangu mimi Tiara Msigwa na rafiki yangu ambaye anaifanya kazi katika falme hizo za Kiarabu pale Dubai. Aliposikia nipo akaja kunijulia hali, kunisalimia. Nikamuuliza, jamani, huko kwenu mpaka tuchanjwe ndio tuje? Maana sisi itikadi ya kuchanjwa hatuna. Yani mimi itikadi ya kuchanjwa sina. Akasema hapana, kitu cha muhimu upimwe corona, na ukifika pale watakupima, watakupa wiki alafu urudi zako kwenu. Nikamuuliza, mwenzangu umechanjwa? Akaniambia, bwana nimechanjwa chanjo mbili. Yani chanjo ya kwanza, ya pili, na hivi nikirudi tena kuna ya tatu, lakini naokopa. Kwa nini? Nikamwambia watatu kachanjwa chanjo ya tatu kafariki dunia. Kuna booster hiyo. Kuna booster ya kwanza, ya pili, ya tatu mpaka ya nne. Akanambia kilichonishangaza mimi, alienda kuchanja na mumewe chanjo. Akaichukua haraka ile karatasi kuisoma, akaambiwa madhara ya ile chanjo. Na unaweza kukaa miezi 6 usipati mtoto. Kisha madhara hata ukutokea usaini hakuna lawama kwa daktari wala kwa mtu mwingine. Nikamuuliza, kwa nini unaamua kuchanja chanjo ya yao? Moja ya ajabu sana, nilishangaza tena vijana wakizungumza, hata akiwa jiwe, mradi anatoka kwenye chama chetu tumchague. Karne ya 21 au zaidi ya karne ya 21, wa Afrika bado wana mitazamo ya hovyo kama mitazamo hii. Inasikitisha sana. Dada huyu analazimika kukubali kitu ambacho nafsi yake haitaki, kwa sababu katika taifa lao kazi hakuna. Ameamua kwenda kufanya kazi nje ya taifa lao. Sasa hakutotii amri ile katika taifa lao, lazima afukuzwe. Na Wamanga wale au Arabu wale wao wakishasema kama vile Mungu kasema, nenda kwenu, atakwambia nenda kwenu. Sasa wewe unaokopa kuja kwenu kwa sababu kwenu kazi huna. Inalazimika ukubali mambo ya hovyo ili uendelee kuishi katika miji ya watu na uweze kupata ajira. Kulikuwa kuna kelele katika nchi moja ya Kiarabu kuhusu wafanyakazi wananyanyaswa, wanafudai, wanateswa, wanafudai. Inasikitisha sana, na baadhi ya nchi za Afrika zikagoma kupeleka raia wao katika mataifa hayo. Lakini swali la kujiuliza, kinachokufanya uende kwenu, uende huko kwao wanaotesa watu ni nini? Jibu ni rahisi tu. Uchumi wa Kiafrika sio rafiki. Mazingira ya ajira sio rafiki. Inamlazimu yeye haende. Lakini atofanya maisha hayo yawe rafiki katika nchi za Afrika ni nani? Namkumbuka Dr. Lemi Ongala aliwahi kusema, nami namnukuu, narudi Songea, narudi nyumbani. Falsafa yake ni pana sana. Raia yule ambaye Dr. Lemi ambaye alikuwa na nyimbo zake unaweza kufikiria kama ni nyimbo za kimaigizo, lakini ukitafakari kwa kina, kauli narudi nyumbani ina kauli pana sana. Narudi kubadilisha mfumo wa maisha uliokuwa nyumbani, kama si mzuri uwe mzuri. Narudi kufanya jitihada za mapinduzi ya kiuchumi nyumbani kwetu. Ina falsafa pana. Mimi kwa uwezo wangu wa kutafsiri mambo, kauli ile naweza nikaandaa vipindi zaidi ya 80 kwa uwezo wangu wa kufikiri. Kwa sababu mimi nikisikia tu neno moja naweza nikatunga zaidi ya neno 30 kutokana na lile neno ambalo nililolisikia. Kwa kauli hii ya dada huyu, kazi, nchi zetu hakuna kazi.
inalazimika akubali mambo ya hovyo. Kwa hiyo fitina nazifahamu na naona watu wanapopiga kelele, lakini kazi iliyobaki sasa ni kudhihirisha tu kweli. Na mimi nimewambia, jamani, mnaonitumia vipimo, mnaopata mawazo kutoka kwa T.R. Msigwa, msiseme sauti zenu, msioneshe sura zenu, kwa sababu wenyewe wameshatunga sheria, mtu kupima sio kosa tena. Kwa hiyo pima, unitumie kipimo. Kikiwa hakina sura, hatutolaumiwa, tunatoa aibu ya mgonjwa. Tunaonesha mafanikio ya tafiti zetu. Kwa hiyo tutakuwa hawana pa kutugusa. Na T.R. Msigwa sinywi pombe, sivuti sigara, sina maskani ambao utanikuta labda unibambikie kitu. Sina maskani kwangu, ni msikitini kwangu, na msikitini sina cheo chochote na ninakimbia cheo chochote. Mimi ni muumini kama waumini wengine. Na marafiki zangu ni viongozi wale wa dini, kiasi kwamba sidhani kama kuna mushkeli yote hata kama wakitumika. Sina sehemu eti nitakwenda kwa mwanamke labda utasema Msigwa nyumba yake ndogo ni hii. Hakuna na ito kuwepo. Mimi ni ofisini kwangu, na bahati nzuri kila ninapokaa kuna kachumba kadogo ka ofisi, ili mradi kuwe kuna neti tu, internet basi. Na hata kuchangia kuna group nayo mwikifika mwezi wa pili tarehe 1 nafunga, kutakuwa hakupo. Kwa hiyo kuna kazi ngumu sana ya kumpata T.R. Msigwa. Si rahisi hivyo watu wanavyodhani. Kuna kazi kidogo, utachukua kazi kubwa sana, lakini naamini siku moja nilikuwa natoka Mbingu na kwenda Ifakara. Unajua mvua ikipiga kipindi hicho, huwezi kuamini ni barabara au ni mashamba. Na kagari kangu mimi kadogo Kanadia. Watu wakasema T.R. Msigwa utakwama. Nikamwambia haiwezekani mimi kukwama. Kwa nini bwana? Nikamwambia kwa sababu Mungu si binadamu, wala si mdamba, wala si mgunya, wala si mzaramu. Mungu ni Mungu. Nikamwambia watu tuliwasaidia, hata watoto wadogo wakiona gari wanashangilia kwa furaha. Kwa nini ni kwambe? Na saa 11 nikawa Ifakara. Marori ya ndizi, marori ya mpunga, matrekta yamekwama, lakini mimi nilipita paka Ifakara. Sikukwama kwa sababu zaidi kuliko maovu, na ninajikagua. Sidhani Mungu ndo anayejua zaidi. Labda wanaotizama wanaweza kujua, maana unaweza kaambia mtu anaringa nini, you never know, siwezi jua zaidi. Lakini najitahidi kuepuka vyanzo vya vurugu na mambo ambayo yasiyofaa na yasiyogusa sheria ya mtu. Ndio maana simzungumzii mtu moja kwa moja, kwa maana kumtaja jina lake, wasifu wake na nini, kwa kusema anaweza akatumika, kwa sababu watu wanatafuta Msigwa atakwama wapi, atajikwaa wapi tumpate, kwa sababu wao wamefeli, wameshindwa. Ugonjwa wa HIV una zaidi ya miaka 30-40 sasa unakwenda. Mtu bado anajiita I'm doctor. Wewe una kichaa. Watu wanaendelea kupoteza maisha, watu wanaendelea kukosa matumaini. Wewe bado unajiita profesa. Alafu badala ya kuombea dua na kuwapongeza wanaoshinda, wewe unatafutia majungu na fitina. Mambo ya ajabu haya, lakini watafedheka, watashindwa. Na sishtumu au kubeza, ni moja ya mfumo wangu wa mazungumzo. Lazima niguse huku, niguse huku, niguse huku. Kama leo kwenye taifa fulani, sintoweza kulitaja jina, kwenye majira saa 8 nikamuuliza mwenyeji wangu, bwana huyu anakula nini? Akanambia nitakwambia. Tulivyotoka mwenyeji yule akanambia anakula maharage na mkate. Saa 8 bila chai. Tafsiri yake kipato chake hakiruhusu kula chakula bora cha kujenga mwili wake, hakiruhusu. Kile kidogo alichopata kwa wakati ule ndiyo anakwenda kutuliza pressure ya njaa. Mkate, maharagi saa 8 yanajenga nini katika mwili wa binadamu?
yanaongeza aina gani ya protini katika mwili wa mwanadamu. Bakuli zile zinauzwa, kama sisi tunaopita Dar es Salaam jioni, kuna dada zetu wanauza vipande vya kisahani hivi kinakuwa na matunda. Kipande kile kinaongeza nini? Lakini anapambana, anakula kile, anakunywa na maji, anahangaika kutafuta riziki. Ni kwa sababu mifumo ya wanasiasa sio rafiki. Hawakutengeneza mifumo bora. Kwa kuwa ni taifa fulani, sikupenda kulitaja taifa hilo nisije nikaonekana nimekwenda kufanya ujasusi wa kuchunguza maisha ya raia wa taifa fulani, lakini inaonesha kabisa Afrika uhuru wa kiakili haujakata fursa. Takriban saa 3 sasa ya usiku nimepata fursa ya kuzungumza haya. Niseme maneno matatu. Charmin Tea ambayo inamilikiwa na mtu mwingine, 4A9 ambayo inamilikiwa na TR Msigwa, 4A5 inamilikiwa na TR Msigwa. Kwa utatu huu, na tunakuja kuzalisha unga ili kuondolea zihaka na wale watu ambao wanakunywa dawa ya 4A9, usio lazima unywe kwenye uji. Virus wataondoka kwenye damu. Kama umesoma, kama profesa, njoo ujenge hoja au lete tafiti yako juu ya hii kauli. Utaratibu huu unakuja kuondoa mstari wa positive. Ulikuwa positive unakuja negative kwenye urine gold na vipimo ambavyo vinaokuja sasa. Kazi yangu nitakuwa natupa ushuhuda huo kwenye Facebook yangu, Instagram yangu, YouTube yangu. Sina haja ya kuingia kwenye magroup, kwenye mitandao yote. Na kesho nafikiri nitamwagiza kijana wangu Tanzania aweze kuandaa kutengeneza mitandao mingine. Kila mtandao tuwe tunapeleka taarifa. Hatuna haja ya kubishana na mtu na tukufanya tafiti kwa sababu fulani ajue tumefanya tafiti ya kisasa. Hayo ni mawazo yake na mtazamo wake. TR Msigwa, nimetengeneza barabara yangu. Niko tayari kuulizwa wakati wowote, saa yoyote. Na wewe unatumia mamlaka yako bila kutumia busara yako na akili yako na kuruhusu, njoo ujenge hoja na challenge. Na nafahamu kuna watu bado hawajapona, lakini nilikuwa sitengenezi rekodi nzuri kwa baadhi ya watu. Kwa baadhi ya watu nilitengeneza rekodi yao nzuri kabisa. Lakini sasa watu wote wataingia kwenye system ambayo nilikuwa nasubiri mwezi wa pili ufike, na namuomba Mwenyezi Mungu anijalie afya njema na niweze kufika mwezi wa pili. Nitakapofika mwezi wa pili, naamini nitakuwa katika jiji la Dar es Salaam. Nitaanza kutengeneza mfumo huo, na sasa hapo tutakuwa tunazungumza kila baada ya miezi 6, lakini tukilenga Afrika, sio Tanzania. Tunailenga Afrika kwa maana ya kutafuta soko sasa la Afrika na nje ya Afrika. Kuna utaratibu wa kuzungumza. So huu ambao ninazungumza, unazungumza nina maana yangu maalum. Usijidanganye osi, lakini inaonesha kabisa Afrika uhuru wa kiakili haujakamilika. Afrika tunatakiwa kujiuliza tumekwama wapi. Nini tufanye Afrika iweze kusimama kwa maana ya kuweza kujitegemea chakula bora, tuweze kuwapa raia wetu chakula bora, mtu aweze kuondoa mawazo ya kutopata chakula bora. Akiweza hapa, tukiweza hapa, tunaweza kutengeneza mifumo bora, tunaweza kufanya kila kitu bora, kwa sababu tutapata muda wa kutafakari kwa kina, kwa sababu hatuna pressure za njaa. Choyo, fitina zitaondoka kwa sababu kichwa kina utulivu, kwa sababu unakula kwa wakati na chakula bora kinachofanya mwili wako uendelee kuimarika vizuri, kwa sababu chakula, mwanadamu ni mmea. Ukisoma historia ya mwanadamu ni mmea. Mwanadamu anatakiwa ale chakula bora kitaufanya mwili wake uendelee kuwa vizuri. Anapokosa chakula bora,
tafsiri yake ndio huo ukimwi anaopata. Ukimwi ni utapiamlo. Tafiti ya T.R. Msigwa, na ninamaliza maneno yangu machache katika siku ya leo. Nimepata fursa takriban saa 3 sasa ya usiku, nimepata fursa ya kuzungumza haya. Niseme maneno matatu. Charmin T ambayo inamilikiwa na mtu mwingine, 4A9 ambayo inamilikiwa na T.R. Msigwa, 4A5 inamilikiwa na T.R. Msigwa. Kwa utatu huu, na tunakuja kuzalisha unga ili kuondolea zihaka na wale watu ambao wanakunywa dawa ya 4A9, usio lazima unywe kwenye uji. Virus wataondoka kwenye damu. Kama umesoma, kama profesa, njoo ujenge hoja au ulete tafiti yako juu ya hii kauli. Utaratibu huu unakuja kuondoa mstari wa positive. Ulikuwa positive unakuja negative kwenye urine gold na vipimo ambavyo vinaokuja sasa. Kazi yangu nitakuwa natupa ushuhuda huo kwenye Facebook yangu, Instagram yangu, YouTube yangu. Sina haja ya kuingia kwenye magroup, kwenye mitandao yote. Na kesho nafikiri nitamwagiza kijana wangu Tanzania aweze kuandaa